Ripoti za Scout Television zinaangaza mpaka huko mkoa wa Songwe, huko nami Emmanuel Paul. Mkuu wa mkoa wa Songwe ndugu Jabiri Makame ametoa onyo kali kwa wananchi wanaozua na kusambaza taharuki kuhusu madai ya kupotea au kusinyaa kwa sehemu za siri za wanaume kwa njia za kishirikina, ambako akizungumza kati ya ziara yake katika halmashauri ya mji wa Tunduma leo Aprili 4, RC Makame amesisitiza kwamba serikali haitavumilia vitendo vya kujichukulia sheria mkononi ambavyo vinasababisha madhara makubwa kwa watu wasio na hatia. Lakini wale wote wenye tabia ya kuzua taharuki waache mara moja kuzua taharuki. Sasa hivi ukizua taharuki, wewe ndo wa kwanza tunakukamata, tunakufikisha kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Ukiibuka ukasema nyeti zangu zimepotea, tunaruka na wewe. Tumeelewana sijui? Tunakukamata wewe, kwa sababu watu wote ambao tumewafuatilia, kila ambaye alikuwa analalamika alizua taharuki kwamba nyeti zangu zimepotea, alipokaguliwa nyeti zake zipo. Wote waliotoa taarifa, sijui kuna mtu mmoja kanigusa na nia, walipomkagua mzigo upo, nyeti zipo, hazijapotea, hazijapungua. Kuna mwingine mpaka kambeba na mke wake kwenda kutoa ushahidi kwa jeshi la polisi kwamba kama mniamini muulizeni mke wangu. Wamefika kule, mke naye anasema ni kweli, tumeona zimepungua, tofauti kabisa na vile ambavyo siku zote zipo. Amekaguliwa pale, mzigo upo kama kawaida. Mbona ulikuwa unatuambia kwamba tunaona hapa ndo zimeanza kurudi? Sasa ni mambo ya hovyo, ni mambo yanatuzulia taharuki, ni mambo ambayo yanajenga wasiwasi, ni mambo ambayo yanatuonekana sisi watu hatujastaarabika, ni mambo ya kuamini kwenye imani za kishirikina zilizopitwa na wakati. Ndugu zangu wa Tunduma, tuachane na hizo imani. Lakini kibaya zaidi, ndugu zangu, wako baadhi ya wananchi wenzetu wamevamiwa na kupigwa, sasa hivi wako hospitalini kwa sababu kama hizi ambazo tulizozungumza. Sasa ndugu zangu, kwenye nchi yetu ya Tanzania, kwenye mkoa wetu wa Songwe, tunaishi kwa mujibu wa sheria. Hakuna mtu yeyote mwenye mamlaka kumpiga mtu mwingine na kumsababishia madhara kama hayo yaliyojitokeza. Ni kinyume na sheria. Kwa hiyo tumekuja, jambo la kwanza ni kulaani vikali vitendo vyovyote vile vya wananchi kujishughulia sheria mkononi, na wale wote waliohusika kujichukulia sheria mkononi. Hapa tunapozungumzwa tayari wamekamatwa na taratibu za kuwafikisha mahakamani zinaendelea. Wale waliowapiga wenzao na kuwajeruhi, wao waliowapiga wenzao na kuwasababishia kifo, wamekamatwa na wengine wanaendelea kutafutwa popote pale walipo.